Ndivyo miongoni mwa timu 4 unamzungumza Simba, Yanga, Azam, Singida. Ukitaka tuwataje bila alphabetical order, ina maana utamtaja Yanga ambaye ni bingwa, utamtaja Simba makamu bingwa, utamtaja Azam, alafu then utaenda kumtaja Singida Black Stars. Timu ambayo imeimarika, ipo vizuri kwa maana ya chemistry ya wachezaji inakuwa ni Simba kwa sasa. Kwa sasa tafadhali. Yes, inakuwa ni Simba. Amewazidi wenzake muunganiko wa kitimu kwa sababu hajaingiza maingizo mapya kwa asilimia kubwa, na hata maingizo mapya yaliyoingia hayaanzi kwenye starting lineup. Kwa mfano kwa jana, ukichukua kosti ya Simba cha jana ni almost kile kilichomaliza msimu. Maana hapa chemistry, aina ya uchezaji wanakuwa wamejuana vilivyo. Jana namuona Chilambo. Chilambo ndio anaingia kwenye starting lineup kama mchezaji labda mgeni. Almost ni wale wachezaji ambao wameshacheza msimu uliopita. Sijui kama unanielewa pointi yangu. Maana yake chemistry ya timu iko vizuri kwa sababu wamekuwa na muda wa kutosha. Ukiangalia Yanga bado utagusa kwamba wana maingizo mapya, bado hawajajuana 100%. Ukiangalia Azam wameingiza maingizo mapya mengi, bado hawajajuana nao 100%. Ukiangalia Singida the same. Sasa basi ichukue pointi yangu hii kwenye addition point kuhusiana na Simba. Angalia goli lao la kwanza la jana. My friend, ichukue hii. Ukiona timu inafunga goli kwenye box ya 18 wakiwa wachezaji 3 4 wamejiinvolve, yani wamehusika kwenye passing wakiwa ndani ya box ya 18, maana yake watu ni hatari sana. Sasa ukiangalia Simba kwa ile jana kwenye goli lao la kwanza, lina mazingira hayo. Kabla ya kuja kwa nafikiri ni Ura ndo alicross ikaenda akampata Libase Mpanzu ndo alianza akaicross ndani kamkuta Libase akampunguza mtu akamgea Chama. Wako ndani ya boksi. Sasa hizi chemistry za mfumo huu sio rahisi sana kupata kwenye timu nyingine mpaka wazoeane kwa muda. Maana yake sasa Simba hapa na advantage kubwa ya msimu, yani the way walipomaliza msimu uliopita ya kucheza mchezo wa pamoja. Ndio hii ambayo inakwenda kuwanufaisha licha kuwa na upungufu ya mchezaji mmoja. Kwa mfano kuna game wamepewa nafikiri red card wakiwa nakwenda mwishoni mwa kipindi cha kwanza. 45 ya pili watu wameshindwa kuchomoa pamoja na kwamba wako pungufu. Mechi ya Pamba. Yes, game ya pili pia mchezaji anapewa kadi nyekundu. Hata wajana amepewa kadi nyekundu karibu dakika 30 nzima zipo kwenye mchezo. Umenielewa? Lakini kwa nini hawaendi kunufaika na hivyo? Ni kutokana na wale wachezaji waliopo kukava ile problem ya ile gap la yule mtu kwa mchezo wa pamoja. Ticha, ukiniaminisha kwamba Simba ndo timu ambayo imeunganika zaidi ukilinganisha na hizi timu nyingine zote. Naweza nikajiuliza mbona Yanga ambao hawajajiunganisha vizuri kama Simba wanashinda kiwepesi na magoli mengi kwenye mechi mbili walizocheza. Mechi ya kwanza wameshinda 3. Yes, mechi ya pili pia 3. Kama sio 3-4 zile. 4 dhidi ya Costa Rica. 4. Mechi 2 goli 7 Yanga Afrika. Lakini Simba mechi 3 goli 6. 2-1 2-2 2-1 goli 6. Sasa hii mtu anaweza akaelewa vipi mpo ila mtu akuelewe? Yule mtaalamu wa DRFA anasema twende kozi tukaongeze maarifa. Tukapata maarifa. Kufunga sawa, kunaweza kuwa kuna juhudi ya mtu binafsi mmoja, lakini hapa kimezungumzwa kitu cha combination. Yes, ambayo combination imeenda kwa kutoa mfano. Nitafutie goli la mithiri ya hivyo ambalo lina touches 3 za watu 3 tofauti ndani ya box. Ndio tunapozungumza combination. So swala tu la goli. Kwa mfano Yanga wamekuwa na magoli mazuri. Nimeona kwa Max msimu huu ya nje ya box anasetiwa mpira anakwenda, ni kitu ambacho wameimprove vile. Lakini hichi nilichokuwa nasema kwenye combination Simba wako bora zaidi. Ndio maana umeona kwamba licha kuwa wanapata red card ndani ya mechi zao, lakini bado wanakwenda kwenye kushinda, kwa sababu unapotengeneza combination nzuri una uwezo wa kukava problem ya namba moja iliyopungua, kwa maana mchezaji, yani ile numerical superiority ikakosa kumnufaisha mpinzani. Sawa, tukirejea Ticha utaniambia kadi nyekundu zinamaanisha nini ndani ya Simba ambazo zinaendelea. Lakini kwanza tumsikilize afisa habari wa wekundu wa Msimbazi Simba Ahmed Ally. Yeye anasemaje baada ya mchezo kumalizika hapo jana kwa upande wa Simba?
na ilikuwa ngumu, na tulifahamu ugumu wa mchezo huu. Tulisema jana ukiachilia mbali the other factors, lakini ukweli ni kwamba Singida wanayo timu nzuri ya kuweza kutoa ushindani. Ukiangalia mchezaji mmoja, ukiangalia timu kwa ujumla, wana uwezo bora sana wa kutoa ushindani mkubwa kwenye mechi kubwa. Wana wachezaji very mature, wana wachezaji wenye uwezo wa kushindana, wana wachezaji wenye uwezo wa kupambana kwa dakika 90. Tulistudy Singida, tukafahamu strength yao, tukafahamu na udhaifu wao, tukasema twendeni tukaweke mari chini, twendeni tukacheze nao. Tukatumia madhaifu yao kuweza kupata magoli ambao tumeyapata, na kusema kweli tuwapongeze wachezaji wetu kupata ushindi kwenye mechi yenye pressure kubwa kama hii, kucheza mechi kwenye mazingira kama hayo inahitaji utulivu wa akili, inahitaji utimamu kweli wa kimwili, na vyote hivyo viliweza kufanyika. Tulikuwa very determined, tulikuwa very focused, na tulikuwa tunamsaka Singida kuanzia kipindi cha kwanza mpaka kipindi cha pili. Yote kwa yote, mwalimu Steve Becker anastahili pongezi kubwa sana namna ambavyo anaitengeneza timu yake. Hii leo ungetegemea Singida angeweza kutawala eneo la katikati, kwa sababu alikuwa na viungo wengi. Sisi tukawa na Neo Maema pamoja na Mwamba Lusaka kwa juu hivyo muona bane, lakini pamoja na kwamba hawa si wakabaji halisi, lakini wakafanikiwa kuwadhibiti viungo wote wa Singida ambao walikuwa wamejaa pale katikati. Na ni kwa nini? Sawa, hilo ndilo ambalo nataka teacher nianze na wewe, la ambalo amelizungumza Ahmed Ally Mpwa. Yes. Ahmed Ally anataka kuniaminisha kwamba Simba na kauli yako ambayo umeizungumza imetengenezeka vema. Angalia Simba jana ambavyo walianza, teacher Tigana. Yes. Walianza kwenye idara ya kiungo wakiwa na Neo Maema, Clatous Chota Chama, Morris Abraham ambao ndio walikuwa wanacheza viungo wa ndani, achilia pembeni Libase na Ura. Sasa kiasili hapa ndani hakuna kiungo Mpwa mkabaji. Yes. Hakuna Kagoma, hakuna Jabal, hakuna Kevin Nation. Nation aliingia. Kwenye hawa walioanza sasa. Yes. Nazungumzia mwanzo Mpwa. Mwalimu alikuwa anatazama nini? Kwanza na bila namba 6 mkabaji asili. Ingali tunaamini kwamba kwenye nyinyi wataalamu mnatuambia namba 6 ndio muhimili wa timu. Tunasema discipline master kwa sababu ana jukumu la kuwalinda wale walinzi. Yeye ndio discipline master, yani mleta nidhamu kwenye safu ya ulinzi. Ni vyema ukawa naye kwa maana ya DM, si ndivyo? Defensive midfielder. Yes, wa kusaidia timu kwenye kuorganize pale mbinu za kiulinzi. Lakini ukiona mwalimu amekwenda na midfielder ambaye sio typical defensive midfielder, kuna kitu alikuwa na lack kutokana na players waliopo kwake. Okay. Kuna kitu kinakosekana kwa wale ambao wanacheza position hiyo. Ili hali akaamua amtengeneze mtu kama Maema kwa siku ya jana acheze pale, kwa sababu wale ma center back wa Simba wote ni ball player. Tunasema ball player tuna maana waanzisha mipira, ni wacheza mpira, sio walinzi tu typical kwamba ukishasimama amemaliza jukumu la kulinda hatoki kule chini kwenye build up. Hapana, wote wanatoka kwenye build up during yani nakwambia during build up, na wao wanajiinvolve, wanatoa pasi kwa kiungo, anazidi kusogea kwenda mbele kwenye ushambuliaji. Sasa ukishapata players wa aina ile, maana yake anamtaka kiungo wa chini pia wa type hiyo kwamba watu ambao wanaweza kusogeza mpira kwa kutoka chini kule. Sio, unajua madefenders wengi huwa wanaamini kuondoa mpira kwenye himaya yake basi amecheza mpira, ameshamaliza jukumu. Lakini waangalie wale ma center back wa Simba wote ni ball players, yani ni watu ambao wanawishi muda mwingi kukaa na mpira, kuanzisha pale, kusogea kama washambuliaji. Ndio maana ni sio jambo jepesi, sio jambo gumu kumuona labda according to move ilivyokuwa inakwenda kupitia flanks mojawapo ukamkuta Rushain au ukamkuta Ture yupo kwenye box ya mpinzani. Kaenda kutokana na mahitaji na speed ya yule mtu aliyokuwa anapita pembeni, naye ana change anakwenda kwenye offensive kana kwamba yeye ni mshambuliaji. Sasa ukishapata timu inayotoka kuanzia chini kwa staili hiyo, maana yake defensive midfielder unaweza usiwe naye akawa mtu mwanzishaji. Sasa hivi kuna ile takwimu ambayo inamzungumza Vitinha. Yes, umeona play style ya Vitinha kutoka kiungo pale.
anatoka na timu katika misingi hiyo hiyo. Ndio maana Fabian Ruiz, Vitinha, Paredes na nani wanaweza kuchanganya yupi namba 8, yupi namba 10 wa timu, yupi kiungo wa chini. Ni pattern za kucheza ambazo mwalimu anazifanyia ubunifu, na sisi walimu tunaruhusiwa kufanya ubunifu baada ya kuona uwezo wa kila mchezaji wako. Sasa ndio unafanya ubunifu wako kwamba mimi huyu, licha walimu wenzangu kuwa wanamtumia hapa na pale, mimi nitafanya hiki ili ninufaike naye. Vipi kuhusiana na Singida Black Stars Mpwa? Wamepigiwa mpira mkubwa sana, licha hata Simba alipokuwa pungufu bado walionekana kuwa tununu. Singida kuna namna msimu huu si wakali kama ambavyo msimu uliopita Mpwa? Hapana. Chemistry ile unajua ni neno jepesi kulitamka, lakini kiutendaji kwenye football ni kubwa sana. Yes, wana maingizo mapya na karibu maingizo mapya wanalazimisha yaanze. Umenielewa? Yanalazimika kuanza. Maana yake katika siku hizi tulizopata msimu huu, siku 45 kutoka tarehe 30 Juni mpaka tarehe 14 Agosti, ligi ikiwa inaanza ni siku 45. Uwezi kutengeneza chemistry ya timu ikaanzia labda kwenye pre-season na nini. Hapo kuna wiki za mapumziko, kuna wiki za kurudi camp, kuna wiki za nini. Kwa hiyo wao wana face, nimeona individual wana watu wana uwezo. Umemwona yule yule toka nani? Yule Mboma. Yes, Mboma anaonesha na uwezo mkubwa sana, lakini mipira yake mingi anaiweka pale mbele kwa kuidondosha. Je, kitu hicho ametrain kwenye mazoezi, sometimes inampata mtu, sometimes haimpati mtu, lakini yeye ndo tabia yake ya kucheza toka alipotoka huko, kwamba anaangusha mipira somewhere, mtu atapita. Kwa mfano goli ambao alifunga wao, alikwenda kunufaika Shehan, lakini angalia tukio leo, Shehan alikosea mara ngapi katika mpira wa vile vile. Sasa yule mchezaji unamtathmini kwamba anacheza individual, yeye ana maarifa ya mchezo, lakini kwenye team combination ikoje? Yes, kwa hiyo kuna vitu vinawatatiza kwa sababu wachezaji wao wapya wengi wanakwenda kuingia kwenye kosti ya kwanza. Yani yes, manake bado hamjajuana kiuchezaji. Kuna baadhi walikuwepo wamerudi lakini wamekuta timu imeshabadilika. Hawa kina Tamimu, si ndivyo? Benjamin Tanimu, yes, unaona kwa hiyo kuna vitu kama hivyo vinawatatiza. Tunaposema chemistry ya timu imekubali, Jonathan Soa pia karudi, bado kuna vitu fulani licha kuwa ameonekana akifunga hapa, ile team combination, maana kipa unamwona anafanya juhudi binafsi, lakini team combination iko vipi? Yes, kwa hiyo ni jambo kubwa la kusubiri. Tunaposema walikuwa walielemewa baadhi ya hivyo vitu, lakini ukirudi Simba kama ambavyo nimesisitiza awali, ukiangalia starting lineup ilikuwa na mtu mgeni mmoja, na mgeni huyu amecross border kutoka unajua Mbagala ni wilaya ya Temeke kuja Ilala ambapo makao makuu ya Msimbazi. Hawa wengine tunazungumza mchezaji katoka nchi nyingine, adaptation ya lugha, vyakula, mazingira, lazima vitenda vinamtatiza au vinaenda slowly. Hivyo kupata chemistry katika siku za karibuni na kuwa ngumu sana. Okay, sawa. Umemtaja mchezaji ambaye ameingia ingizo jipya ndani ya Simba, Nathaniel Chilambo, na amekuwa bora sana tangu ajiunge Simba, lakini kama unamfuatilia basi ni bora tangu akiwa Azam. Yeye anasemaje performance ambayo ameionyesha hasa jana kwenye mchezo dhidi ya Singida Black Stars? Bwana, siku zote lazima tumtangulize Mwenyezi Mungu kwa kila jambo, kwa sababu unajua bwana, penalty Messi anakosa, ni mchezaji mmoja mkubwa duniani. Kwa hiyo kama Messi tu anakosa, kwa hiyo kikubwa ambacho nilikuwa nakifanya ni kuomba Mwenyezi Mungu atutangulie katika penalty yetu ili tuweze kupata matokeo na tupate confidence zaidi ya kupata goli nyingine. Kwa hiyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu, captain katuwakilisha vizuri, kapata penalty. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kuelekea katika mchezo unaokuja, atubariki zaidi na kutuongoza zaidi. Kuna muda ulinichanganya, nilikuwa kama anacheza namba 6 mara namba 2, sikuwa sielewi. Ndio mwalimu bwana alivyosema. Kwa kikubwa tunamshukuru Mungu kwa maana tumepambania timu, hicho ndo muhimu, kulingana na kupambania timu kwanza, alafu mengine ndo anafuata. Sawa, huyo ni Chilambo. Umemsikia Mpwa hapo Wewe umemchelewa kama umemwona Azam kashawaka, kwa sababu Azam kwa level ya scout yao ukiona inamchukua mchezaji Ruvu au madaraja ya chini, baraka wamenoti, yani sio timu za kariba ya kawaida, wamenoti kwamba huyu ni talented, hivyo anatakiwa kuchanganyika na talent wa kwetu plus scientific training, kwamba sasa akifundishwa katika uweledi wa juu maana yake atakwenda zaidi. Kwa hiyo huyu ubora wake mimi nilianza kumfahamu Ruvu, nikamwona kabisa kwamba hii ni jeshi mwanajeshi wa vita. Kitu ambacho jana amewashangaza ndio ile kinatokana sasa na ile tulikuwa tunazungumza kwamba aliweka ma midfielder ambao wanatoka pamoja na walinzi wakati wanatoka. Sasa nani anakwenda kama defensive midfielder? Maana huyu ana attributes za kiulinzi, nature yake ni mlinzi wa kulia. Maana yake wakati namba 6 anatoka kwenda kuongeza mashambulizi,
yeye anakwenda kufanya dipping pale kama namba 6. Hii ni under wrap ya kawaida tu. Nimeona sehemu mbalimbali, na mimi hata jioni ile baada ya game nilikuwa naandikiwa message kwenye video vya kidigitali tunavyo share. Mbona bwana mdogo Chilambo alikuwa akitoka huko anakimbilia ndani. Hii ndo under wrap. Under wrap ni mfumo wa mashambulizi ambao haupiti kwa kufuata chuck line. Unaingia ndani. Umenielewa? Hii yani wengi wanaiona kama ni new vision, toleo jipya kwa huyu, labda toleo jipya kwetu, lakini World Cup ya mwaka 1998 Ufaransa wanacheza kwa kupitia Bixent Lizarazu. Lizarazu anachomoka kwenye namba 3, anafanya dipping pale ndani under wrap, anakwenda kusimama kama kiungo wa chini. Didier Deschamps huyu anasogea kama kiungo wa juu. Kiungo wa juu Zidane anasogea kama namba 10, wanakuwa na double 10, alafu Emmanuel Petit anachukua winga moja. Yani ni mfumo very common, mpira burudani. Yes, very common. Lakini kwa jana kama ameibua maswali mengi, kwa nini alikuwa amecheza kwenye type hiyo, na naona hata swali ambalo ameulizwa na mwenzetu na Toby, yes, anajibia hivyo. Lakini nyuma yake pia kwenye video vya kidigitali walikuwa wanasema sasa tunaposema coach baada ya kuwajua wachezaji wako unatengeneza kitu gani kipya, unafanya ubunifu gani? Yeye akawa anataka midfielder ambaye anatoka Maema, tunamjua kwenye defensive utakuwa unamgea lawama yes, na viungo wote bora duniani hususan kiungo namba 8 huwa enjoy tukio la kukaba. Anasema transition in defensive huwa enjoy. Yeye anataka transition in offensive, aseleleke tu kwenda kushambulia kwa sababu mali anayo mguuni. Ndio maana hao kina Okocha ulikuwa Okocha akipoteza mpira hawezi kusaidia hata engo moja. Kina Andres Pirlo atiteka, huyu fundi wa mpira, yani hawezi kukusaidia kwenye eneo hilo. Sasa mwalimu ameiangalia Simba akaona huyu bwana mdogo sababu ana energy na pale sasa kitaalam anakimbia eneo dogo sana kutoka yes, anakimbia eneo lisilofika mita 40 kwa sababu atatoka kwenye position yake ya namba 3 ya namba 2 ataingia deep kwa umbali wa mita 20 mpaka 30, ataenda kusimama pale. Maana yake amekimbia eneo dogo tofauti na angekuwa kwenye chuck line. Hivyo basi anaweza kuisaidia timu kwa zaidi hata dakika 180 mara 2 ya dakika 90. Sawa, moja ya kauli tamu kweli kweli kuisikia ni kauli ya Neo Maema Ticha.